Katika mahojiano ya awali alikiri kwamba uteuzi wake wa kuiongoza Simba ni fursa ambayo haikutegemewa na kwamba anaye uzoefu na kucheza mechi za kimataifa, hivyo hana presha kubwa. Hemed pia alisema kwamba ikiwa umemchagua yeye ataifanyia kazi kwa bidii kuhakikisha kuwa wachezaji wajiamini pale wanapopewa nafasi na kuonesha uwezo wao mkubwa. Kocha Hemed Suleimani Morocco, kocha wa muda wa Simba Sport Club, alisema, tukiwa wa kweli kabisa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja upo chini sana. Tukisema ukweli wanapaswa kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kurekebisha hali hii ili kuweza kushindana na watu wengine. Na kocha wa viungo wa klabu ya Simba Redon Beden ndiyo kocha pekee aliyesalia baada ya wenzake wote kuondoka, na kocha Fado Davis. Beden ni raia wa Afrika ya Kusini na ikumbukwe pia ndiye kocha wa utimamu wa timu ya taifa ya Mali yenye mastaa kibao, wengine wanakipiga Tottenham Hotspur. Kwa ufupi, Djigui Diarra ni moja kati ya vijana wake kwenye national team. Beden pia amewahi kuwa kocha wa viungo wa Yanga miaka 5 iliyopita, hivyo ana uzoefu na soka la Afrika Mashariki. Jemedari Saidi naye aliweka video mjongeo ya kocha Hemed Suleimani Morocco akisema, inabidi uwe na vitu viwili kumuelewa kocha Hemed Morocco. Kwanza uwe na akili iliyotulia na pia usiwe shabiki wa timu bali soka. Kocha mwingine katika hali ya kawaida ingekuwa ngumu kusema yes kwa project ya game ya kwanza, hasa ukizingatia namna Fado alivyoondoka na maneno yaliyozunguka katika kuondoka kwake. Pili, namna Simba walivyokuwa na mechi yenye ushindani kule Botswana. Kocha Morocco ameonyesha ukomavu na uzalendo mkubwa kwa Simba na taifa. Kama national coach alifanya maamuzi mema na yenye busara. Mwisho, naona ameipigilia maneno yangu, bado naamini katika timu zetu 6 zilizocheza hatua ya awali na 5 kufanikiwa kuvuka hadi hatua inayofuata. Simba Sport ndio ilikutana na timu ngumu kuliko wengine. Achilia mbali kwamba wao pekee ndio wamecheza na mabingwa wa nchi, lakini uwezo wao kama timu ulikuwa mzuri sana kulinganisha na Rayon, Bentiu na Wiliete na kadhalika.